Tunazungumza kwa niaba yetu na kwa niaba ya maelfu ya wafanyakazi wa nyumbani ambao hawakupata nafasi ya kusimama hapa leo. Sisi ni wafanyakazi wa nyumbani, ingawa wengine hutuita beki tatu. Sisi tunaamka kabla ya mapambazuko. Tunaandaa siku za wengine kabla ya siku yetu haijaanza. Tunalea watoto, tunatunza wazee na tunawahudumia wagonjwa. Tunadumisha usalama, usafi, utulivu wa nyumba nyingi ili wengine waweze kwenda kazini. Tunafanya kazi bila uhakika wa kesho yetu, bila uhakika wa mishahara yetu, bila uhakika wa mapumziko yetu. Wakati mwingine tunalipwa chini ya kiwango kinachostahili. Wakati mwingine tunakatwa mishahara kwa makosa madogo madogo. Na wakati mwingine mishahara yetu hutunzwa na waajiri wetu. Lakini mara nyingi ahadi tunazopewa kabla ya kuajiriwa hutofautiana na uhalisia tunaokuta. Tunakubali kazi moja, tunajikuta tunafanya kazi nyingine. Tunahaidiwa mazingira safi, lakini wakati mwingine tunajikuta katika mazingira ya vitisho, ukatili na unyanyasaji. Nilipitia changamoto nyingi katika kazi za ndani, lakini baadaye nilipopitia changamoto nikawa nimeokolewa na shirika la Wotesawa, ndo nikapewa mafunzo, nikapelekwa Dar es Salaam kwa ajili ya kujifunza kushona kwenye chuo cha Ana Collection ambacho kinaitwa AFA. Nikawa nimehitimu mafunzo yangu na nikawa nimerudi katika shirika hilo la Wotesawa huko Mwanza kwa ajili ya kuweza kuwa mwalimu kwa mabinti wenzangu ambao wanapitia changamoto nyingi za ukatili katika kufanya kazi za majumbani. Naamini katika kazi hizo changamoto ni nyingi sana. Tunafanywa ukatili wa aina nyingi, tunanyimwa mishahara, tunafanywa ukatili wa kingono, lakini tunafurahi kuweza kupata shirika la Wotesawa, kuweza kufahamiana nalo kwa ajili ya kuweza kuzidi kuboresha kazi zetu. Watu wengi wamekuwa wakijiuliza kwamba mfanyakazi wa nyumbani anapaswa alipe kiasi gani. Kundi la kwanza ni shilingi 80,000 ambalo hii wanalipwa wafanyakazi wa nyumbani ambao wanaishi kwa waajiri wao na wanapata huduma mbalimbali za kijamii kutoka pale kwa waajiri wake. Lakini kundi la pili ni kundi la wafanyakazi wa nyumbani ambao hawaishi kwa ajili wao, wanakuja na kuondoka. Hawa kima cha chini ya mshahara ambacho kimewekwa na tangazo hilo ni 1,60,000. Lakini kuna kundi la tatu ambalo ni wafanyakazi wa nyumbani ambao wanafanya kazi kwa maafisa wenye stahiki. Hawa ni maafisa ambao pengine ofisi zao zinawapa fungu kwa ajili ya kulipa wafanyakazi wao mishahara, na kundi hili wanapaswa kulipa 2,65,000 kwa mwezi. Hicho ndio kima cha chini. Lakini pia kuna kundi la mwisho ambalo linakusanya wale wafanyakazi wengine wanafanya kazi kwa mabalozi pamoja na wafanyabiashara wakubwa ambao kwa kundi hili tangazo linasema wanapaswa kulipwa si chini ya 3,28,000 kwa mwezi. Kwa kama tunavyosema ni kima cha chini, maana yake kile ni kianzio. Unaweza kumlipa 500,000 kulingana na uwezo wako na majukumu ambayo unampa pale nyumbani kwako. Kwa zaidi ya miaka 10 sasa, shirika la Wotesawa limekuwa likishirikiana na serikali, washirika wa maendeleo na wadau mbalimbali katika kuimarisha ulinzi wa wafanyakazi wa nyumbani pamoja na wanawake, watoto, makundi yaliyo katika mazingira hatarishi. Katika kipindi hichi, Wotesawa imefikia takriban wafanyakazi wa nyumbani 10,000 kwa kuwapa elimu kuhusu haki zao, vima vya chini vya mishahara na elimu ya ujasiriamali. Pia Wotesawa imefikia takribani wananchi 300,000 kupitia kampeni za uhamasishaji kuhusu ulinzi wa mtoto, usafirishaji haramu wa binadamu na ukatili wa kijinsia. Na tumekuwa tukihudumia takribani manusura 1,500 ambapo tuna nyumba salama ambapo iko Mwanza na nyingine iko mkoa wa Kigoma na nyingine iko mkoa wa Kagera. Na kwa nini Kigoma na Kagera? Ni kwa sababu pia mikoa yetu mgeni rasmi iko pembezoni mwa nchi jirani kama Burundi. Tunajivunia ushirikiano uliopo kati ya serikali na Wotesawa katika kutekeleza afua mbalimbali za maendeleo. Pamoja na mafanikio hayo, bado tunakabiliwa na changamoto mbalimbali. Wafanyakazi wa nyumbani bado hawana vitambulisho vya taifa, hali ambayo inawazuia kufungua akaunti za benki, kujiunga na mifuko ya hifadhi ya jamii na kunufaika kikamilifu na huduma rasmi za kifedha. Aidha, changamoto za uelewa mdogo wa haki za wafanyakazi wa nyumbani bado ni changamoto katika familia zetu. Bado watu wanaendelea kuajiri watoto wadogo. Unakuta mtu ameajiri mtoto wa miaka 10, 12, 13 akitegemea kwamba atamfanyia kazi au atamlelea watoto wake, hali ambayo hata huyu bado ni mtoto, anahitaji kulelewa.
Takribani 91.7% hawana mikataba ya ajira iliyoandikwa. 54.8% hufanya kazi kati ya saa 9 hadi 12 kwa siku, na 78% ya wanaofanya kazi za ziada hawalipwi malipo ya muda wa ziada. Kupitia ushahidi huu, Wote Sawa imeendelea kuwa sauti muhimu katika kutetea ajira zenye staha, hifadhi ya jamii, ulinzi dhidi ya ukatili na utambuzi wa mchango wa wafanyakazi wa nyumbani katika maendeleo ya taifa. Kutokana na kwamba wengi wetu tulioajiriwa au kujiajiri tunategemea sana wafanyakazi hawa ili nasi tuweze kupata muda wa kushiriki katika shughuli za kiuchumi na kutoa huduma kwa wananchi wengine katika maeneo ya biashara, hospitali, viwandani, maofisini na kadhalika. Aidha, napenda kuwapa moyo wafanyakazi wote wa majumbani kwamba naomba mjiamini na mfahamu kwamba kazi mnazofanya katika familia mbalimbali zina mchango mkubwa katika kudumisha maendeleo ya familia kiafya, kiuchumi na kimaadili kwa ujumla. Baadhi yenu mnakabiliwa pia na tatizo la kutokuwa na vitambulisho vya NIDA. Hivyo Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa anawaelekeza afisa NIDA mkoa pamoja na Mheshimiwa wakuu wa wilaya zote za mkoa wa Mwanza kuwasaidia wafanyakazi kupata vitambulisho hivyo vya uraia, kwani ni haki ya msingi na ni maelekezo ya serikali kwamba kila mwananchi mwenye sifa apate kitambulisho hicho kwa ajili ya kutambulika na kukitumia katika huduma mbalimbali anazohitaji. Hapa naomba pia niongeze pia msisitizo, sisi kama makatibu tawala pia kwa nafasi zetu pia ni wasimamizi wa hizi ofisi za NIDA pamoja na RITA ngazi za wilaya. Hivyo basi ombi lenu limepokelewa na maagizo ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa tutaenda kuyafanyia kazi kwa uzito mkubwa.